Na asante sana kwa kuendelea kutizama Jukwaa la Afya. Leo hii tukiwa tunaangazia tatizo la spina bifida. Tukiwa tunaendelea hapa na mahojiano yetu pamoja na wageni wangu. Daktari ametueleza tu spina bifida, tatizo hili ni vipi na linaanza vipi, lakini baadaye atatuonyesha kupitia kwa picha ili tuweze kuelewa wakati mtoto anapokuwa anaumbwa ni kitu gani haswa kitakuwa kinafanyika ama kimekoseka ambacho baadaye kitakuwa kimekuja kikaleta tatizo hili la spina bifida. Sasa kuweza kupata uhakika na uhalisia wa haya mambo, nashukuru kwamba ninaye Mama Leon hapa ndani. Mama Leon, pengine utueleze tatizo hili mwanayo Leon lilimwanza vipi na uligundua wakati gani kwamba mtoto wako ana tatizo la spina bifida? Asante. Leon alizaliwa mwaka wa 1998 na wakati alizaliwa ndio niligundua ako na uvimbe kwa mgongo. So daktari aliniambia tu, mama, angalia mtoto wako ni kijana, na akanyonyesha mgongo akasema ako na uvimbe kwa mgongo, kwa uti wa mgongo pale chini. So nikamuuliza ni nini ile, yani yale maneno alitamka sikuweza hata kushika anamaanisha nini, but baadaye ndio nilijua inaitwa spina bifida. So mtoto alilia alipozaliwa vizuri? Alilia vizuri kabisa. So daktari akasema huyu mtoto hamwezi enda naye nyumbani hivi, lazima muende Kenyatta ili waweze kumwangalia na waweze kuwaelezea zaidi. So baada ya siku mbili tulitoka tu hospitali hapo na kuenda Kenyatta. Ndio Kenyatta wakatuelezea, wakasema kuna watoto uzaliwa na hiyo shida na wakasema ya kwamba wataweza kurekebisha huo mgongo. Sasa kabla uendelee, wakati ulipomzaa kile kipindi cha siku mbili kabla ya kwenda Kenyatta, alikuwa yuko namna gani? Alikuwa yuko sawa, ananyonya vizuri, anafanya kila kitu? Ukimwangalia baada ya kuonyesha kwamba mtoto wako ana tatizo hilo, kuna chochote kilikujia ndani ya akili yako? Kunyonya alikuwa ananyonya, lakini alikuwa anafika mahali analia. So mwanzoni shughulika sana kuangalia huo mgongo kwa sababu niliogopa sana. Ile niliona huo uvimbe niliogopa. Lakini baada ya hizo siku mbili nikaamua sasa nitafungua niangalie vizuri, na nikagundua iko na kidonda juu. Iko red juu. So nikauliza huyo nurse, kwa sababu hospitali ilikuwa ya masisters. Akaniambia hata nielezea zaidi, niende Kenyatta watanielezea zaidi. Pia Kenyatta sikupata ati venye walinielezea zaidi kuhusu hiyo hali. Waliniandikia tu wakasema kuja baada ya mwezi mmoja. Uchukue mtoto uende nyumbani uje baada ya mwezi? Kuja baada ya mwezi. Baada ya mwezi tulienda, tukaanza kliniki, na ikawa hivyo ni kliniki mpaka mwaka na mwezi mmoja. Na hiyo spina bifida ilikuwa inakuwa haraka sana. Ni kama the more kichwa inakuwa, mwezi unasonga nayo inakuwa. So Leon akawa kona ile kubwa kabisa. Huo uvimbe hapo nyuma. Ni kubwa na iko na kidonda juu. Ilikuwa inafanywa dressing. So nilikuwa naenda still daily dressing Kenyatta. Nikafika mahali akiwa na miezi 8, kuna nurse akanihurumia sana. Akanifundisha kudress hiyo kidonda na akanipea vifaa vya kudress. So nikaanza kumdress mimi mwenyewe nyumbani. Wakati alifika mwaka na mwezi mmoja ndio sasa tuliadmitiwa huko na ikaondolewa. Kwa nini ilichukua muda mrefu hivyo kwa nyinyi kuweza kupata matibabu? Watoto walikuwa wengi ambao wako na hiyo spina bifida na pia wale wako na hydrocephalus. So, kwa hivyo ilikuwa inakuja ile first come first serve. Hai, wasema kwamba mtoto alikuwa na huo uvimbe. Ulikuwa unamlaza vipi mtoto? Alikuwa analala tu na upande. Alale pande hii, akikaka na mbadilisha pande hii, hangelala na mgongo. Sababu ule uvimbe ulikuwa kubwa. Hiyo kitu ilikuwa kubwa. Nilikuwa naishikilia hivi kwa mkono. Singemweka kwa mgongo, ni kumbeba hivi, na nikimbeba hivi kichwa iko hapa na huu mkono unashikilia hiyo kitu kwa sababu ilikuwa inaning'inia. So nguo zenye angevaa ni ile nguo ambayo inaanzia kwa miguu mpaka juu. Hungemvalisha like trouser na t-shirt, hiyo kitu itabaki kining'inia. Leon, ukisikia mama akieleza story yako, unajihisi vipi hivi sasa? Naweza sema huwa nastuka nikisikia hivyo,
lakini pia huwa nashukuru Mungu mahali nimefika. Tangu siku hadi leo ni miaka 27. Nina miaka 27. Na kweli nimeona pia watoto wengine wenye wazaliwa sasa hivi wanakaa na huo uvimbe, lakini kitu naweza sema tofauti ya kati ya huo mwaka na wakati huu, sahi matibabu ukishajua daktari ama ukishajua mahali kwenye unaweza pata usaidizi, utapata usaidizi haraka. Lakini kwa sababu huo mwaka labda teknolojia na pia systems hazikuwa zinaruhusu vitu ziende haraka, ndio maana kulikuwa na hiyo delay. Lakini naweza sema tunashukuru Mungu tu juu najua vile alikuwa nahisi hiyo muda pia wakiwa na babangu, najua wangestuka na pia walishushwa moyo na wengi. Liona alikuwa mtoto wangapi? Second born. Wa kwanza wa kike wa kiume? Wa kike. Ukaona mwenyewe umepata kijana, alafu kijana anakuja na haya matatizo. Hiyo safari ilikuwa namna gani kabla apate matibabu? Haikuwa rahisi. Kwanza tu familia. Kuna wale walisema wao hiyo si damu yao kwao. Wengine wakasema hiyo si damu yao. Lakini nashukuru kuna wale mashemegi zangu na nyanya yake walinishika mkono. Wakaniambia wewe utavumilia tu, ni maumbile ya Mungu. Kuna shemegi yangu ambaye wakati alikuwa anafanya KMTC Kenyatta. Alinishika mkono sana. Kila wakati nilikuwa naenda huko ako na mimi mpaka wakati upasuaji wa kwanza ulifanywa. Daktari, tuje kwako. Naona nyuma hapo tayari tushawekewa hiyo picha, pengine uje utufafanulie ule uvimbe ambao mamake Liona na uzungumzia. Mtoto akizaliwa huwa huko namna gani uvimbe huo, na iwa unakuwa vipi na kitu gani ambacho kinafanya huo uvimbe ukue, na iwapo uvimbe huo hautashughulikiwa mtoto atakuwa yuko katika hatari gani? Asante. So, taanzia hii picha ya kwanza. Hii kasoro ni kasoro ya uti wa mgongo na mifupa yake kutoziba wakati wa mtoto anatengenezwa kwa tumbo wa mama. Ukiangalia hapa, hizi ni mifupa. Hizi ni mifupa, hizi ndio nilikuwa nayo hapo mbele. Alafu hapo katikati ndio tuko na hiyo tunaita uti wa mgongo ama spinal cord hapa. Hizi spinal process ni sehemu za mifupa kama hiyo yenye iko hapo. Sasa spinal cord inafaa ikwe hapo ndani kwa hiyo space, lakini iko na mifupa imezuia isitoke nje. Kukuja hapa, hiyo spinal cord inakuanga na roots zile tunaita nerve. So hii spinal cord hii ni continuation ya hapa, lakini ukiangalia hapa iko na roots. So hizi roots ndio nerve zina supply miguu huku chini na hata njia ya mkojo na hata njia ya haja kubwa. Hapa tuko na kangozi, unaweza ona hiyo ngozi hapa. Hiyo ngozi inazuia, ina cover spinal cord, ndio mifupa ikwe kando kando. Hapa ndani hii ni maji ya uti ya mgongo, cerebrospinal fluid. Kazi yake ni kupeana chakula na kutoa uchafu kwa ubongo na hata kwa spinal cord itself. So kitu inafanyika hapa, hii ni mifupa na hii ingine kuna mwanya imebaki hapa. Hii mwanya ikibaki wakati mtoto anaumbwa, hii spinal cord na roots zake zinaweza toka. So inaweza kuwa hii ngozi imetoka, mifupa imetoka, na sasa hapa imejazwa na maji. Hiyo uvimbe inaongezeka kwa sababu imefiliwa na maji. Hii maji inatengenezwa kwa ubongo, ile tunaita hydrocephalus, iko na space inatengenezwa kwa ubongo alafu ina supplyiwa huko chini. So usipotengeneza hii mapema, maji inaendelea kukuja, uvimbe inamea kukua kubwa. Kuna aina tofauti ya spinal bifida inaweza tokea kwa hii. Aidha hizi mishipa ama roots za spinal cord ziko tu sawa, ziko tu hivi zimelainishwa hapa ndani, lakini hii ngozi inatokea. So hii ziko sawa, lakini ngozi inatokea na maji inaifuata. So unakuwa na uvimbe, lakini hapa ndani hakuna nerve.
Okay. So mtoto kama huyo atakuwa na uvimbe lakini atakuwa na uwezo wa kutembea huku chini, uwezo wa kucontrol mkojo na uwezo wa kucontrol haja kubwa. Hiyo tunaita meningocele. Kuna aina ingine kama hii yenye iko kwa hii picha. Kuna hiyo ngozi inatokea, mishipa ama roots za uti ya mgongo inaifuata. So hapa zinaweza kuwa tract, na niliwaelezea kwamba hii maumbile hufanyika mapema wiki ya 3 na wiki ya 8. So kuna uwezekano hizi zikose kutengeneza kikamilifu, ama zipate kuumia wakati wa kutengenezwa kwa sababu zitakuwa zinafinyika hapa katikati. Okay. Na kuna kitu Mama Leone amesema kwamba katika huo uvimbe ambao mtoto alikuwa nao kulikuwa na kama kidonda juu. Kidonda kinatoka wapi? Mara mingi wakati hii uvimbe inakuja, ngozi ya nje, hii ngozi inakaa nyepesi. So inaweza scrub off easily, inaweza ng'oka. So inaweza ng'oka kidogo na inachibuka. Chibuka, asante. So ikifanyika hivyo inatengeneza kidonda kidogo. Ikiendelea venye inaendelea kukua uvimbe, kidonda inaongezeka kukua kubwa. Yeah. Sawa sawa. Nije kwako Max Miller, pengine unieleze ni mbali na hili swala la kutotumia folic acid kwa wakati unaofaa, ni watu gani ama watoto gani ambao wako katika hatari ya kupata tatizo hili? Asante sana Mwanahamisi. Jinsi ambavyo daktari ameweza kuelezea chanzo cha spina bifida, ametuelezea kuwa inaanza wakati mtoto anaundwa katika tumbo la mamake. Na ni vyema kuongezea tu kile ambacho alisema. Ni muhimu iwapo mama ana mpango wa kupata mimba, ni muhimu kwake kuanza kutumia chembe za folic acid mwezi mmoja kabla ashike mimba, na pia aendelee kumeza hizo chembe hadi miezi 2-3, manake hapo ndipo wakati ambapo uti wa mgongo unatengenezwa jinsi ambavyo tumeelezewa. Na watoto wanazaliwa nayo. Haimaanishi kwamba mtoto akizaliwa vizuri anaweza pata huu ugonjwa baadaye, na hapo ndipo tunafaa kuelewa kabisa. Kwa hivyo kile ambacho tunafaa kutilia manani ni kuwa familia ama wale wako kwa ndoa wazingatie hasa kliniki, kufuatilia kliniki. Mara mingi sisi tunapoteza kujua wakati ambapo tunapata mimba, ama tunakosa kujua kwamba tunafaa kufuatilia kliniki, na hapo ndipo tunaathiriwa na mambo kama haya. Kuna mmoja hapa anasema Max Miller anazungumza vizuri, anatuambia kwamba tunywe folic acid, lakini mara nyingi kina mama wenyewe wanasema sikujua hata kama ni mjamzito. Sasa utamshauri vipi pengine katika taratibu yake ya maisha awe anazingatia vitu gani ambavyo vitamfanya asikose ama asiwe na upungufu wa hii folic acid? Asante sana. Hapo awali daktari alikuwa amezungumzia chakula ambazo mwanamke kawaida anafaa kutilia manani kukula, na alisema zile chakula green vegetables kama spinach, broccoli, cauliflower, na hata pia cereals za kawaida ambazo tunapata huko madukani. Na ni vyema kama mwanamke ujilishe vyema, manake mwili kusema kwamba huundwa na chakula. Kweli. Na jinsi ambavyo tunakula utusaidia sana miili yetu kuweza kupigana na zile magonjwa ambazo tunaweza pata. Kwa hivyo kwa ufupi unasema hakuna tafadhali ikifika wakati wa lishe, ni watu wale lishe bora. Ukila lishe bora utakuwa umejiweka katika hali nzuri, hata mimba ikija accidental wewe utakuwa uko sawa kabisa. Maana yake ikishakuwa na pengine kwa bahati mbaya mama alikuwa na upungufu wa folic acid, hakuna vile ambavyo inaweza zuiwa mtoto kupata huu shida. Sawa sawa. Daktari, pengine tupatie takwimu za watoto ambao wanazaliwa na tatizo hili humu ulimwenguni, ziko vipi kwa sasa? Asante. Kwa ulimwengu nzima kati ya watoto 3 na 5 kwa 10,000 wenye wamezaliwa
10,000 kutoka kukuwa na shida hii ya hydrocephalus, shida ya spina bifida, Kwa Kenya na Sub-Sahara Africa imegunduliwa ya kwamba inaongezeka zaidi, na kwa sababu hii inatokea kwa sababu ya kukosa hiyo madini ya folic acid. Chakula siku hizi imebadilika, mara nyingi tunakula processed food na inakosekana hiyo madini. Developed country venye nilisema awali huwa wanafanya fortification strict by government, kufanya fortification ya kuongeza hiyo madini kwa vyakula watu wanakula. Kwa saa hizi Kenya hatujafika hiyo kiwango, lakini tunahimiza hawa mama, any lady mwenye ako in reproductive age kufanya kumeza folic acid hata kama hajapanga kupata mimba. Lakini in summary ni kwamba inaongezeka kati ya 5 children out of 10,000 kwa Sub-Saharan Africa kutoka kukuwa na spina bifida. Kwa hivyo badala ya kupungua visa vinaongezeka sana, especially huku kwetu Afrika. Na unaweza kusema ni kipi ambacho kinachangia zaidi hali kama hii kuongezeka? Mara nyingi tunaona ni kubadilisha kwa lisha. Chakula mingi siku hizi tunakula ile processed street food, tunakosa hiyo madini. Ndio maana wamama wote, msichana, tunawahimiza kwamba wanatumia folic acid hata kabla ufikirie kupata mimba, ili kuzuia, kwa sababu hatupati ya kutosha katika lishe. Okay. Mama Leon, narudi kwako. Ulituambia baada ya miezi 8 ndio mtoto aliweza kufanywa upasuaji. Baada ya mwaka mmoja. Wakati huo unasema kwamba ilikuwa ni hali tu ya kuweza kudhibiti kile kidonda, na kuna pengine taratibu yoyote ambayo ulikuwa umeambiwa ufuate ili kuhakikisha kwamba ile hali unaidhibiti, ama ilikuwa ni kwenda tu na kufanyiwa dressing? Ilikuwa tu kwenda na kufanyiwa dressing. Narudi na yeye nyumbani. Kwa sababu mazoezi tulianza after kidonda spina bifida kurekebishwa. Hai, wakati alipofanyiwa upasuaji ilichukua muda gani yeye kupona, na baada ya hapo kuna mabadiliko yoyote ambayo uliyaona? Sasa baada ya upasuaji tulikaa siku 3 Kenyatta. So nikaambiwa nitadischargiwa, twende nyumbani. Na ile kitu ilifanya niambiwa nitadischargiwa, Leon alikuwa wa ajabu. Alitolewa spina bifida, hiyo vimbe kubwa hivyo. Na jioni yake tu alitoka theater, alienda saa 1 akatoka saa 8, kufika 6 alianza kuroll, anapinduka. So daktari kesho yake kukuja akaniuliza, mtoto mbona ana roll? Nikamwambia hata sijui. So akaniambia, huyu ni miracle baby. Muende tu nyumbani. So tukaenda nyumbani. Kwenda nyumbani tukakaa 1 week. Aliroll akaanguka bila mimi kujua. Hapo mahali paka pasuka. Tena nikarudi Kenyatta. So akarekebishwa tena. So tuliendelea na kwenda kliniki like akafika 2 years. Kufika 2 years nikawa nimegundua ya kwamba yeye anaenda tu haja kubwa kila wakati na anakojoa kila wakati. Nikienda nikiuliza hawaniambii sababu ni nini. Hiyo ilikuwa hapo alikuwa na miaka 2. Miaka 2 bado hajajua kutumia choo, ni yeye tu sasa kumbadilisha. Na hajatembea. So kuna msamaria mwema tu, nitasema ni Mungu alimtuma huyo mama. Alikuwa ameenda Kijabe Hospital na akagundua kuna Bethany Kids. So akakuja akaniambia kuna watoto kama huyu mtoto wako niliwaona huko Kijabe, unaweza taka kwenda. Akizungumzia mtoto kama huyu, mtoto wako alikuwa anamaanisha nini? Alikuwa ashaona hiyo spina bifida. Na wakati huo baada ya kufanyiwa upasuaji ilichukua muda gani kupona, na ilipopona ile sehemu iliziba kabisa? Iliziba kabisa. Ilibakia na kovu. In fact hiyo uvimbe ilikuwa imetokea ikiwa kubwa, lakini pande ya hapa chini kalikuwa kadogo sana. Hata alama yake ni ndogo sana. Palikuwa padogo. Ilikuwa imepanukia juu, but hapa alama ilikuwa
baada ya upasuaji alama ilikuwa ndogo sana. So vile alipelekwa theater mara ya pili, vile palipasuka ilirudi ikapona kabisa. Pakawa sawa, unaona tu ni alama. Lakini sasa kukawa shida ingine hii naona tu mtoto kutozuia mkojo na haja kubwa. So huyu mama alinipeleka Bethany Kids. Kufika Bethany Kids yenyewe nikaona wazazi wamekuja kwa kliniki na watoto, naangalia naona okay, naona wa vichwa kubwa, tunaongea na niambia wangu alikuwa na spina bifida lakini alidevelop hydro, akona condition mbili na wako namwambia wangu wako develop hydro, yeye akona spina bifida pekee. Ndio maana nilisema kuna mtoto akona hydro, hiyo hydro umesema kichwa kubwa ilisababishwa ilikuja baada ya spina bifida kurekebishwa. So wangu akawa ako tu na hiyo spina bifida. So kwenda Bethany Kids Kijabe nikapatana na daktari ambaye alikuwa anaitwa Dr. Bransford. Saa hii ni marehemu na alinitia moyo. Nilikuanga nimekosa yani matumaini kabisa na huyu mtoto. Kwanza kuna daktari mmoja aliniambia watoto kama hawa huwa survive. Wanakufa, hawezi fika miaka 5. So unaona mtoto kwa miaka 2 mimi ninajua tu akifika 5 ni Mungu, asipofika mimi nitazika tu. So huyu Dr. Bransford alinitia moyo. Akaniambia watoto huwa wana survive na tayari spina bifida ishatolewa. So mambo na haja kubwa na haja ndogo tutakusaidia vile utafanya. So safari yangu ilianzia hapo na Bethany Kids, safari yangu na Leon. Nikafundishwa jinsi ya kumtrain kwenda haja kubwa na haja ndogo na mpaka wa leo Sasa mtoto miaka 2 ulimtrain vipi? Maana tunajua wengine hata miaka 2 mtoto akiwa kawaida yeye anaachiliwa tu, anafanya haja zake especially haja ndogo mpaka ule wakati mwenyewe atajua huyu ambaye alikuwa na tatizo. Mimi ndio nilitrainiwa kwanza. So nikawa namsaidia na toa huo mkojo na mpira fulani huwa tunaita catheter. Tulikuwa tunapewa tu huko, hata wa leo tunapewa huko Bethany Kids. Anatoa mkojo kupitia. Mpaka saizi anatumia. Yes, anatumia. Hiyo ni maisha yake yote, atajieleza. So nilifundishwa kutumia hiyo catheter na mtoa mkojo after every 3 hours. After every 3 hours. Hivyo na tulikuwa tunafundishwa, tunaambiwa the more utamtoa after every 3 hours itazoea. Na hata inaweza fika mahali sasa in between hawezi kuleak, haiwezi kutoka. Sawa. Tunataka tuelewe hapa daktari, tuje kwako. Kwa nini mtoto huyu hawezi kwenda haja kama wengine mpaka atumie hicho kifaa hicho catheter? Asante. Venye niliwaelezea awali, hiyo nerve yenye inatoka kwa spinal cord ndio ina control uwezo wa kutoa mkojo, uwezo wa kutoa haja kubwa. Ikiwa imeumia ama root moja umeumia, na hiyo ndio inafaa kuwa inasaidia kwa blada kucontrol mkojo, huo mtoto atakuwa na atakosa uwezo wa kutoa mkojo yote. Sasa ni kama umeitilafiana na hisia ya kwamba hivi sasa nataka kwenda haja ndogo kabisa. Sio na hisia kwamba nahisi kwamba anataka kwenda haja kubwa kabisa. Na wakati mwingine wanaweza kuwa wanatoka tu kwa sababu waona hiyo hisia, like kusikia wewe mwenyewe unataka kwenda haja ndogo. Huenda wawezi wakatoa yote, so kuna chembe ya mkojo inabaki kwa blada. Hiyo ikibaki baadaye with time itapanda kurudi juu kwa figo na waenda wakwa na shida ya figo baadaye. So ni kukosa hiyo uwezo wa kutoa mkojo yote. Na tunatoa kwa hiyo kutumia hiyo mpira inaitwa catheter kwa sababu tunazuia baadaye kupata shida ya figo. Kwa sababu mkojo ikibaki kwa blada itapanda kurudi kwa figo na italeta matatizo ya figo baadaye. Sawa. Leon, pengine nataka uje utueleze ni wakati gani ambao ulikuja ukajitambua ukaona kwamba mimi siko kawaida, nina hitilafu fulani nikilinganishwa na ndugu zangu, na hivi sasa ina maana kwamba ninapojisikia kwenda haja lazima nifanye hivi na hivi. Ulikuwa ni umri gani na ilikuingia vipi katika akili yako mpaka hivi sasa? Naweza sema umri wa miaka 5-6 hivi. Nilipokuwa shule ya chekechea. Nakumbuka
nilikuwa na marafiki zangu, nilikuwa tunacheza nao, lakini ingefika wakati fulani nilikuwa naitwa kando, napelekwa msalani. Na nani alikuwa kikuita? Kulikuwa na rafiki yangu, ita sound weird but kulienda hivyo, alikuwa msichana. Alikuwa anajua yeye? Sijui, anawaambia. But mamake na mamangu wamekuwa marafiki hadi wa leo. Mlikuwa darasa moja ama alikuwa darasa? Tulikuwa darasa moja chekechea. Umri mmoja, lakini yeye ndo anakukumbusha kwamba ni wakati wa kwenda hapo. Kama alikuwa ameambiwa. So naenda na anza, yes, nilikuwa natumia catheter, lakini sikuwa naelewa hii ni nini na mbona nafanya hivi. Alafu ningepata pia nikienda choo, unajua saa mko nyinyi wote watoto. So watoto wengine wanakuuliza mbona unatumia hii, nini unatumia, pia huwezi eleza. Na pia venye niliendelea masomo, nikafika kuanzia darasa la kwanza hadi darasa la 6, naweza sema niliface stigma because nilikuwa shule yenye haina watoto walemavu. To the point hadi walimu, kuna walimu hawakuwa wananielewa. Naweza sema wazazi wangu walisaidia kwenda kuongea na mwalimu mkuu wa hiyo shule kusema hivi na hivi, Leon haezi kaa darasa dakika 35 kama hajaenda msalani, na asipo anaweza jikojolea, acha tutumie hilo neno. Lakini ungepata kuna mwalimu hataki kunipatia ruhusa. Alafu iwapo ifike mahali nijipate nilimess, alafu unajua sasa nikimess itateremka chini, ianze kuonekana. Atafanya watoto wengine wanicheke na sikupenda kabisa. Ikafika muda hadi nikaenda nikamwambia mamangu, mimi sioni nikiendelea na hiyo shule kabisa. Hiyo ilikuwa darasa la 6. Uzuri tukapata shule ya walemavu iko Dagoretti, inaitwa Dagoretti Special School. Hapo ndio nikaenda nikapata kumbe niko sawa. Kuna wengine wako na ulemavu, ulemavu wao na wangu ni tofauti. Na hapo pia nilikuwa naendelea kwenda clinic ya Bethany Kids, na vile nilikuwa naendelea kwenda ndio pia nikaanza kujua umuhimu wa kutumia catheter. Na vile tuliendelea nikaenda nikamaliza class 8, nikafika saa wakati wa enda high school sasa, shule ya upili. Pia nilipata uwezo wa kwenda Joytown, iko Thika, ina deal na ulemavu. Kuna kitengo cha primary school na high school. Sasa nilikuwa high school kaenda. Sasa nikapata kumbe wanafunzi ambao wana spina bifida ni wengi, tulikuwa wengi, na almost wote walikuwa wanatumia catheters. Ukajiona uko sawa? Nikajua niko sawa kabisa. Na hapo ndio I think mawazo yangu ilifunguka, nikasema like kama tuko sisi wote hivi, hii ndio wakati yenye nafaa like kuonyesha, nikaona like kuna aspect yenye ilitokea yangu ya kuweza kuwaongoza, na ikafika mahali nikakuwa kiongozi wao. Kuanza kuwaongelesha, nikafanya mentorship. Alafu walimu every time watoto like new students wanakuja form 1 waone huyu yuko sawa, ulikuwa nasikia Leon kuja, haya tuko na huyu mwanafunzi, uendelee na yeye hadi uone ako sawa, amefika kama wewe. Hiyo maanisha like nimfunze kila kitu, kama juu kadha CIC nini, hiyo CIC ni kutoa mkojo, like namfunza nini na hakikisha ako sawa. Na naweza sema ilinisaidia sana because vile nilikuwa naendelea kuwasaidia, pia mimi nilijikubali. Hata pia kupatana na watu nje haikuwa shida kwangu because kama vile sikuwa nimejikubali, hata ungesemekana kuna mali tunaenda kama wanafunzi, mimi singeenda. Nilikuwa jiambia nitaenda, alafu watu waanze kusema nanuka ama nafanya nini. Lakini venye nilifika hapo nimejikubali na kila kitu, mambo mingi yalibadilika kwa maisha yangu. Sawa sawa. Nadhani muda usiokuwa mrefu tutakuwa tunakwenda kwenye mapumziko, alafu tukirudi hapa tutakuwa tunazidi kuangazia haya masala. Lakini Max Miller, kabla tuende kwenye mapumziko, kuna kitu Mama Leon alizungumza, akasema walianza therapy baada ya kufanyiwa upasuaji. Ni wakati gani mzuri wa mtu kuanza therapy, na hii therapy huwa inahusisha nini? Asante sana. Jambo la muhimu hasa kwa therapy ni kuwa mtu anastahili kuanza jinsi mtoto anapozaliwa, mara tu anapozaliwa, hata kabla afanyiwe upasuaji. Kumbuka Mama Leon alisema alichukua muda kiasi kabla afanyiwe upasuaji. Kwa hivyo therapy inasaidia mtoto kuishi maisha kawaida na aweze kufanya kazi kama vile wengine wanafanya kawaida, shughuli za kila siku. Kwa hivyo therapy ya kwanza kwa hawa watoto ambao wako na spina bifida, kabla hata daktari afanye upasuaji,
mtaalamu wa tiba ya kazi lazima assess, kutazama sasa. Yes. Aweze kumtazama huu mtoto anapozaliwa ako na uwezo kiwango gani. Kumbuka daktari alisema neva inahusika. Neva ambayo inatusaidia kupata kuhisi. Kwa hivyo mtaalamu wa tiba wa kazi anafanya huo assessment kuelekeza daktari wa upasuaji kwamba ninapofanya upasuaji wa kidonda hii, huyu mtoto ako na uwezo kiwango hii, ili akwe maanani anapofanya huu upasuaji. Na baada ya upasuaji pia therapy inaendelea kuwafunza jinsi ambavyo wanafaa kulalishwa ama positioning. Kumbuka haezi lala na mgongo, lazima aweze kuwekwa katika hali ambapo haitadhuru kidonda. Na anapoendelea hivyo bado anaendelea na kushiriki maisha yake ya kawaida kama mtu mwingine. Kwa hivyo therapy inaanza mapema na bado inaendelea wakati mtoto akifanywa upasuaji, baada ya upasuaji na hadi wakati ambapo anaendelea kukua, maana hitaji la watoto ambao wanazaliwa na spina bifida zinaendelea kuongezeka. Sasa tukizungumzia hii therapy ambayo unasema anafaa kuanza kushughulikiwa pindi tu baada ya kuzaliwa, huyu mama mnakaa na yeye, ni kitu gani ambacho mnamueleza? Maanake wakati huu tunapozungumza, na hakika pengine kuna mama pale nyumbani anatutazama na ana tatizo hili na hajui pengine mtoto wake yako vipi ama hajakubali. Maanake wengine unajua akipata tatizo kama ile ataona kwa nini mtoto wangu. Wengine wataenda kuanza kufikiria pengine amefanyiwa matendeo, pengine ni yani haelewi. Nataka umzungumzie yule mama aanze kujikubali kwa hivi sasa. Ama yule mzazi ambaye yuko na mtoto kama huu. Alafu baadaye umshauri vipi atakwenda kutafuta matibabu, pengine ni ya upasuaji, na atakapokwenda kule atarajie kitu gani mpaka baadaye aje awe na mtoto awe kama Leon. Asante sana. Kwanza kabisa ningependa kusema kwamba sisi wote tumeumbwa kwa mfano wa Mungu. Hakuna mtu ambaye ameumbwa akiwa na upungufu wowote. Mungu ako na kusudi la kila mtu. Na kwa mama ambaye ako na mtoto ambaye ako na spina bifida, shauri langu ni kuwa ya kwanza ujikubali. Manake jamii zetu mara mingi huwa wanatutenga kando tunapopata watoto kama hao. Wengi wanasema pengine tumefanya ni talaka, pengine ni uchawi, pengine tulikosea Mungu kwa njia moja. Lakini hatua ya kwanza ni ujikubali ya kwamba mtoto huyu Mungu amenipa kuwa steward, kumwangalia ili aweze kuishi maisha mema hadi wakati Mungu amemkusudia. Na unapokubali hivyo kama hatua ya kwanza, hatua lingine ni kuwa utaweza kupata usaidizi hospitali. Usije ukakaa na mtoto nyumbani ukasema kwamba mtoto kama huyu hana msaada wote. Utafute msaada kwa hospitali, maana hospitali kule kuna wataalamu aina. Kuna daktari wa upasuaji, kuna mtaalamu wa tiba ya kazi, kuna wauguzi ambao watakufunza jinsi ambavyo utaweza kukaa na huyu mtoto. Na kule nyumbani wakati pengine haujafikia hospitali, ni vyema kuangalia usafi. Manake tuliambiwa na Mama Leon kwamba hii kidonda inaendelea kukua. Na iwapo pengine uko pale upasuaji haujafanywa na kidonda inaendelea kukua, kidonda iko wazi na ni rahisi sana upate maambukizi mengi sana. Daktari alizungumzia figo. Kwa hivyo ni vyema kutazama usafi wa mtoto. Ni vyema kuegemea ama kuwekelea mtoto kwa upande kabla upasuaji ufanye. Sawa. Tutakuja utueleze mengi tu kuhusiana na hiyo therapy na yale ya kuzingatia, yapi ya kufanya, yapi ya kutofanya wakati mtoto amezaliwa mpaka aje aweze kupata usaidizi wa kufanywa upasuaji kisha baadaye kuanza therapy kama ile ambayo unaifanya wewe. Mtazamaji, tutapata mapumziko mafupi ili tuweze kupata matangazo ya kibiashara upande wa pili, lakini pia unaweza kuchukua fursa hii
hii, iwapo utakuwa una swali lolote unapenda kumuuliza daktari ama mtaalamu wetu huyu wa tiba kazi, ama pia Mama Leon, iwapo una swali ungependa kutaka kujua kutokana na safari yake, unaweza kusema nasi kupitia nambari zetu za arafa ambazo ni 22422. Tunarejea muda usiokuwa mrefu.